Jina langu naitwa Pascalia Silanda, ni mwenyeji wa mkoa wa Rukwa. Nimewahi kupitia kipindi kigumu baada ya kumpoteza mama yangu. Ilikuwa ni mwaka 2005 nikiwa darasa la 6. Baada ya kumaliza darasa la 7, nilishindwa kuendelea na masomo ya sekondari. Ilinilazimu kukaa nyumbani kwa muda wa mwaka mmoja nikiwa nasubiri kupelekwa shule na baba yangu. Ilipofika mwaka 2008 nilianza form 1, nikamaliza mwaka 2011. Lakini baada ya hapo tena sikuweza kuendelea na masomo yoyote. Ilinilazimu pia kuendelea kukaa nyumbani. Baada ya hapo niliweza kutafuta ajira ndogo ndogo. Mungu alinisaidia, nilipata kazi. Nilifanya kazi kwa muda wa miezi 6. Nilikuwa nakusanya mshahara wangu, najiwekeza. Nikaanzisha biashara yangu mwenyewe. Biashara ya kwanza kufanya ilikuwa ni biashara ya asali. Nilianza kuuza asali, natoa asali Tabora, ninaleta Dar es Salaam, ninatembeza katika mikoa, ninatembeza katika maofisi ya watu. Lakini biashara yangu hiyo haikuweza kukua kwa sababu biashara ya asali huwezi kuifanya kama hauna kibali. Hivyo ilinilazimu kuachana na biashara ile. Nikaanza kufanya biashara ya kuuza mitumba. Nikawa nachukua mabelo naenda kusambaza mikoani. Biashara hiyo nilikutana na changamoto nyingi sana, kwa sababu kuna kipindi unaenda mkoa ambao haufahamiani na mtu, mkoa ambao hauna ndugu, hauna rafiki, hauna jamaa wa aina yoyote. Nilikopa pesa kiasi kidogo, nikaanzisha tena biashara nyingine ya kununua nguo za kike, kununua viatu, kununua na nywele na kuanza kukopesha. Nilifanya biashara hiyo ikanipatia faida, lakini hiyo nayo pia niliachana nayo. Nikaanza kufanya biashara ya kilimo na ufugaji. Nikaanza kufuga kuku. Biashara hiyo ya kufuga kuku nilikutana pia na changamoto, kwa sababu biashara ya kufuga kuku ukikwama tu kidogo chakula cha kuku, basi kuku umewaua. Niliweka pesa nyingi sana katika biashara ya kuku, alafu kuku wote wakafariki, lakini sikukata tamaa. Niliendelea kupambana kwa sababu nilikuwa bado nafanya biashara ya kilimo. Nilienda kuangalia mazao yangu kwa sababu nilikuwa ninalima katika mkoa wa Kigoma. Nilipofika mkoa wa Kigoma nilikuta mvua zimekataa. Kwa hiyo mazao yamesinyaa, mazao yamenyauka, hayakuweza kukua vizuri. Hivyo nilipata kidogo sana, sikuweza kufaidika. Lakini bado sikukata tamaa. Ilinibidi nianze kuomba ushauri, kwa sababu nilikuwa nafanya vitu mimi kama mimi bila kuomba ushauri mahali popote pale. Niliomba ushauri kwa mzazi wangu, akaniambia ni vema nifanye kilimo cha umwagiliaji. Hivyo nilianza kufanya kilimo cha umwagiliaji, kwa sababu hata mvua zikikataa bado nina maji yangu ambayo nitamwagilia shamba langu na mazao yangu yataweza kustawi vile ambavyo mimi ninahitaji ili yaweze kuniletea faida. Ni kweli kilimo kimeniletea faida kubwa sana mpaka hapa nilipofika. Ninamshukuru Mungu. Biashara yangu ya kilimo imeweza kunifanya nizalishe biashara nyingine. Hivyo basi, vijana wenzangu, mabinti wenzangu, msikate tamaa. Ukipambana maisha yanakaa sawa, lakini ukiwa legelege hakuna chochote ambacho unaweza ukapata wala ukanufaika nacho. Wasichana kama mimi, msiishi kwa kuwategemea watu kwamba fulani atanifikisha mahali fulani. Ni wewe mwenyewe, juhudi zako ndo zinaweza zikakutoa mahali fulani na kukupeleka mahali fulani. Maisha yako usimpe mtu akayaendesha. Maisha yako unatakiwa uyaendeshe wewe mwenyewe. Kwa sasa biashara yangu ni kuuza mapanzia pamoja na nguo za kike za watoto na za wakubwa. Namba yangu ya simu ni 0675 10 31 61. Nawakaribisha sana dukani kwangu. Next on